Tofauti kati ya kanisa katika kitabu cha Matendo na kanisa la leo duniani kote ni kwamba kanisa la kawaida la leo linaonekana kufanya kelele nyingi, wakati kanisa la Matendo liliunda harakati. Unajua, ni jambo moja kuwa na harakati nyingi, ni jambo lingine kuwa na mwendo wa kusonga mbele. Inawezekana kuwa na mipango mingi, lakini nguvu kidogo sana. Na ni jambo la kushangaza kwa kweli kwa Wakristo wengi kugundua kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ulioahidiwa hapa katika Matendo sura ya 1 mstari wa 5 haukukusudiwa kuwa mwisho wenyewe. Badala yake ulikusudiwa kuleta mwamko wa kiroho. Kwa hiyo leo, hebu turudi hapa na tuungane tena na hawa wanafunzi wa mwanzo wakati Bwana aliyefufuka anawapa maneno ya mwisho hapa katika Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akija juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Sasa kulingana na maneno haya ya mwisho ya Yesu, kipimo cha kanisa si ukubwa wa idadi ya washirika wake, bali ni utii kwa agizo lake. Na alama ya ukomavu kwa kila muumini si kweli ni kiasi gani cha Biblia umejifunza, bali ni kiasi gani cha Biblia unachoishi. Sawa, hebu turudi nyuma kidogo na tuweke mazingira ya ahadi hii maalum kutoka kwa Bwana kuhusu kutiwa nguvu. Luka anaandika hapa nyuma kwenye mstari wa 6, basi walipokuwa wamekusanyika pamoja wakamuuliza Bwana, je, wakati huu utalirudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si juu yenu kujua nyakati au majira ambayo Baba ameweka kwa mamlaka yake mwenyewe. Sasa wanafunzi wanauliza hapa swali halali ambalo tunaambiwa kwenye mstari wa 4, wanafunzi wa Yesu walikuwa wamekusanyika pamoja ndani ya chumba. Lakini sasa hapa kwenye mstari wa 6 wamekusanyika pamoja na kwa kweli wako kwenye mlima wa Mizeituni. Na tunajua hivyo kwa sababu Bwana hakupaa kupitia dari, alipaa kutoka mlima wa Mizeituni. Mstari wa 9 unatueleza waziwazi alipokuwa amesema mambo haya, walipokuwa wakitazama, alipaa juu na wingu likamchukua machoni pao. Kwa hiyo sasa katika hatua hii wamesimama nje, wako kwenye mlima wa Mizeituni na wanafahamu sana unabii wa Zekaria kuhusu ufalme ujao wa Bwana. Zekaria anaandika, siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni, na mlima wa Mizeituni utapasuliwa vipande viwili. Zekaria 14:4. Naam, huyu hapa Masihi aliyefufuka, miguu yake iko kwenye mlima wa Mizeituni, na kwa hiyo wakauliza kwa uhalali, Bwana, ndiyo ni sasa? Vema, wako sahihi kuhusu ukweli wa ufalme ujao, wamekosea tu kuhusu wakati wa ufalme ujao. Unaona, kulikuwa na kitu ambacho Mungu hakuwa amewafunulia manabii wake wa Agano la Kale kama vile Zekaria. Yaani, hakuwa amewafunulia kwamba kati ya kuja kwake kwa kwanza na kuja kwake kwa pili kungekuwa na uumbaji wa kitu kipya kabisa. Na hicho bila shaka ni kanisa la Agano Jipya na enzi au kipindi zama za neema. Na katika kipindi hiki cha neema, enzi ya kanisa, basi bibi arusi atakusanywa kwa ajili ya Masihi kutoka kila lugha, kabila na taifa duniani. Na kipindi hiki sasa kimechukua takriban miaka 2000 na bado kinaendelea. Sasa husomi hata neno moja la kukemewa kutoka kwa Yesu kuhusu kuanzishwa kwa ufalme wa Mungu siku za usoni, lakini anawakemea wanafunzi hapa kwa kujaribu kuweka tarehe. Na lazima nikuambie, hiyo kukemea inapaswa kusikika tena leo. Rudi tu kwenye historia ya Marekani. Kulikuwa na Wamilerite katika miaka ya 1800. Walikuwa watangulizi wa Wasabato wa Sabato ya 7. Basi waliweka tarehe moja baada ya nyingine hadi hatimaye wakaacha. Nakumbuka nikimsikia mhubiri mmoja akitangaza kwa watazamaji wake wa televisheni kwamba kurudi kwa Kristo kwa ajili ya kanisa kungetokea ndani ya miaka 12 ijayo. Basi angalau alikuwa mjanja kiasi cha kujipa nafasi ya kujitetea. Watu wanaendelea kujaribu kutabiri, wanaendelea kutoa tarehe zaidi, wanaendelea kutesa baadhi ya maandiko ili kupata dokezo fulani linalowapa tarehe.
Ninasoma sasa hivi kwamba kurudi kwa Bwana kutakuwa kwa kweli mwezi huu ndani ya siku chache tu. Na wakati wote huo hawa wanaoweka tarehe wanapuuza maneno ya Bwana mwenyewe hapa katika Matendo 1:7. Anasema hapa, hakuna anayejua. Sio juu yenu kujua. Sasa hapa kuna jambo la kutia moyo kulingana na mstari wa 7. Mungu Baba yuko katika udhibiti kamili wa historia yote ya mwanadamu. Anaiendesha, anaelekeza kila kitu kuelekea mwisho wa kutawazwa kwa mwanawe, mfalme wetu na masihi wetu. Haya hapa ni habari njema zaidi. Kama Mungu yuko kwenye udhibiti wa historia ya mwanadamu, anaweza kudhibiti historia yako na anaweza kudhibiti maisha yako ya baadaye. Sasa Yesu anaendelea hapa kwa kuwaambia jambo wanaloweza kujua. Mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Watapokea hii nguvu. Neno la Kigiriki ni dunamis. Hiyo inatupa neno letu baruti au nguvu. Anasema kutakuwa na nguvu inayofanya kazi katika maisha yako. Sasa sitaki mwelewe vibaya. Wapendwa, Bwana haongei juu ya nguvu fulani isiyo na utu. Kwa kweli anazungumza juu ya mtu anayekaa ndani. Yesu anasema Roho Mtakatifu atakuja juu wanafunzi wake. Na kwa njia hakuna kipindi huko. Sentensi inaendelea. Nini kitatokea atakapowajia? Yesu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Yesu asema Roho wa Mungu atawatia nguvu na wewe na mimi kuwa mashahidi kwa niaba ya Kristo. Sasa hiyo haimaanishi kwamba Roho wa Mungu ni wa muhimu kidogo kuliko mwana wa Mungu. Wote ni Mungu kwa usawa. Haina uhusiano wowote na asili yao. Wote ni wa asili ya uungu kwa usawa. Inahusiana kabisa na kazi zao. Roho Mtakatifu atakuwa kile tunachoweza kuita wakala wa matangazo kwa ajili ya mwamko mpya unaokuja kupitia Injili na mtu wa Yesu Kristo. Na wacha niwaambie, harakati za leo ambazo zinalenga kupata kitu kutoka kwa Roho Mtakatifu, kuomba nguvu zaidi katika Roho Mtakatifu, kwa kweli hukosa uhakika. Hapa ni uhakika. Bora zaidi, hapa ndio kipaumbele. Kifungu cha 8 tena. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ndiyo maana Roho anakuja juu yetu ili tuwe mashahidi wake. Kwa njia, Yesu hakuwahi kutuita tuwe mawakili wake wa utetezi, wala waamuzi wala majaji. Katika drama ya mahakama ya historia ya binadamu, fikiria, tumeitwa kuitwa tu kuchukua nafasi kama mashahidi. Na mashahidi hufanya nini? Basi wao hutoa ushuhuda binafsi wa kile walichoona, kile ambacho Kristo amewafanyia katika maisha yao wenyewe. Sasa baada ya Yesu kupaa na wanafunzi kurudi katika mji wa Yerusalemu, mstari wa 14 unatueleza hapa, wote hawa kwa umoja walikuwa wakijitoa kwa maombi. Kwangu mimi, sidhani kama kuna maandalizi bora zaidi ya kuwa mashahidi kuliko kuomba. Sasa katika mstari wa 15 tunaambiwa kwamba kundi hili la wanafunzi limeongezeka hadi kufikia watu wapatao 120. Kisha hapa katika mistari ya 16 hadi 20, Petro anatupa maelezo zaidi kuhusu kujiwa na utumbo wa Yuda kuchanika. Kwa kweli haya ni maneno ya kusikitisha na ya huzuni kwangu. Lakini kisha Petro ananukuu hapa kutoka Zaburi 109 mstari wa 8, ambayo anaielekeza kwenye hitaji walilonalo la kuchagua mwanafunzi mwingine ili kukamilisha idadi ya mitume 12. Sasa tunaambiwa hapa kwamba waliweka mbele wagombea wawili, Yusto na Mathia. Biblia inasema hapa katika mstari wa 26, wakapiga kura na kura ikamwangukia Mathia. Kumbuka bado tuko kiufundi katika Agano la Kale. Kanisa la Agano Jipya bado halijaumbwa, na katika Agano la Kale kupiga kura kulikuwa njia iliyokubalika ya kutambua mapenzi ya Mungu.
Na kumbuka pia, hawakuwa na maandiko yaliyokamilika. Hata kwa wakati huu hawana Roho Mtakatifu anayekaa ndani yao kuwaongoza. Kwa kweli ni jambo la kuvutia kwamba tukio hili linatokea kabla ya Roho kuja kukaa ndani yao. Na sikiliza hili, hii itakuwa mara ya mwisho kurekodiwa ambapo waumini walipiga kura ili kujua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo leo hatupigi kete ili kujaribu kutambua mapenzi ya Mungu. Basi kwa hayo Mathia akachaguliwa. Sasa sitaki upuuze sifa mbili muhimu za mtu kuwa mtume. Zimetajwa hapa kwenye mstari wa 21. Ililazimu awe amefundishwa binafsi na Bwana na pia awe amemshuhudia Bwana aliyefufuka kwa macho yake mwenyewe. Kwa njia hizi sifa mbili haziwezi kutimizwa leo. Kwa hiyo mtu yeyote anayejiita mtume siku hizi anachukua cheo hicho mbali mno. Sasa baadhi ya watu wamesema kwamba kuchaguliwa kwa Mathia ilikuwa ni makosa. Wanasema kwamba kupiga kura hakupaswi kutumika kabisa kuchagua mtume, au wengine wanasema kwamba mtume Paulo ndiye aliyekuwa chaguo la Mungu kuchukua nafasi ya Yuda. Kwa kweli Biblia haitupi jibu la swali hilo, lakini tunajua kwamba Biblia haikemei kitendo cha mitume. Bwana anapovuvia maandishi haya hatoi onyo lolote kwetu. Kwa kweli walikuwa wameomba pamoja kwa muda kabla ya kufanya uamuzi huu. Mungu hakusema chochote kupitia Luka hapa katika kitabu cha Matendo kuhusu pingamizi lolote. Tunaambiwa tu katika mstari wa 26, kura iliangukia Mathia na akahesabiwa pamoja na mitume 11. Basi wapendwa, muda wetu umeisha kwa leo. Hadi wakati ujao, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.